Habari, karibu katika Mohamed Talk. Leo nina furaha na heshima kubwa kumzungumzia hayati Nelson Mandela, shujaa wa kimataifa na rais wa kwanza mweusi wa Afrika ya Kusini. Hii hapa ni taarifa yake au historia yake kwa urefu. Taarifa muhimu. Jina lake la ukoo Madiba, jina ambalo hutumika kwa heshima na upendo mwingi. Alizaliwa Julai 18 mwaka 1918. Tariki 5/13 wa miaka 95. Mahali Mvezo, Transkei, Afrika ya Kusini. Cheo kikuu rais wa Afrika Kusini mwaka 1994 mpaka mwaka 1999. Tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1993. Maisha yake ya awali na elimu. Jina la kwanza, jina lake kuzaliwa lilikuwa linaitwa Rolihlahla, ambalo kwa lugha ya Kishosa linamaanisha anayevuta tawi la mti, au kwa tafsiri isiyo rasmi, mwenye kuleta matata au shida. Asili yake, alizaliwa katika kijiji cha Mvezo, mkoa wa Eastern Cape, na alikuwa wa kabila la Tembu na wa ukoo wa kifalme wa Tembu. Baba yake Gadla Henry Mfakanyiswa alikuwa chifu wa kijiji. Jina la Nelson, alipewa jina la Nelson kwa mwalimu wake siku ya kwanza shuleni, kama ilivyokuwa kawaida wakati huo kuwapa watoto wa Afrika majina ya kizungu. Elimu yake ya juu, alisomea katika taasisi mashuhuri kama chuo kikuu kishiriki cha Fort Hare na baadaye chuo kikuu cha Witwatersrand huko Johannesburg, ambapo alijifunza sheria na kuwa mwanasheria mweusi wa kwanza katika mji huo mnamo mwaka 1942. Kuingia katika harakati anti-apartheid ANC mnamo mwaka 1944. Mandela alijiunga na African National Congress ANC, chama kilichopigania haki za Waafrika na kupinga utawala wa kibaguzi wa rangi apartheid nchini Afrika Kusini. Ligi ya vijana ANC Youth League, alikuwa mmoja wa waanzilishi wa ligi ya vijana ya ANC na ANCYL, na alisisitiza hatua za moja kwa moja na zisizo za vurugu kama vile migomo na maandamano. Kampeni za kukaidi sheria, Defiance Campaign. Mnamo mwaka 1952 aliongoza kampeni ya kukaidi sheria za kibaguzi na kupandishwa cheo na kuwa rais wa ANC wa jimbo la Transvaal. Kugeukia mapambano ya silaha. Mauaji ya Sharpeville mwaka 1960. Kufuatia mauaji ya kinyama ya waandamanaji 69 huko Sharpeville, serikali ya apartheid ilipinga marufuku chama cha ANC. Umkhonto wa Sizwe. Mandela aliamini kuwa mapambano yasiyo ya vurugu hayatafanya kazi tena. Alianzisha tawi la kijeshi la ANC na Umkhonto we Sizwe au mkuki wa kitaifa mnamo mwaka 1961. MK ilifanya kazi vitendo vya hujuma, sabotage, dhidi ya miundo mbinu ya serikali, wakiepuka kulenga raia moja kwa moja ili kushinikiza utawala wa kibaguzi. Miaka 27 ya gerezani. Kukamatwa mnamo mwaka 1962. Mandela alikamatwa na mwaka 1964 alishtakiwa kwa kosa la hujuma na njama za kupindua serikali. Katika hotuba yake ya kihistoria mahakamani alitamka maneno haya maarufu: ninathamini wazo la jamii kidemokrasia na huru. Ninathamini wazo la jamii ya kidemokrasia na huru ambayo watu wote wataishi pamoja kwa maelewano na fursa sawa. Ni wazo ambalo natumai kuliishi na kuliona likitimia, lakini ikibidi ni wazo ambalo niko tayari kufa nikilitetea.
Hukumu yake, yeye na wenzake walihukumiwa kifungo cha maisha. Robben Island mwaka 1964 mpaka mwaka 1982. Alitumikia sehemu kubwa ya kifungo chake katika gereza la Robben Island karibu na Cape Town, ambapo alilazimishwa kufanya kazi ngumu katika machimbo ya mawe na kuachiwa huru baada ya shinikizo kubwa kutoka katika jumuiya ya kimataifa. Rais wa Afrika Kusini wakati huo, F.W. de Klerk, alimwachilia huru Mandela mnamo Februari 11 mwaka 1990 akiwa amekaa jela miaka 27. Urais na urithi. Mkataba wa amani. Baada ya kuachiliwa, Mandela na de Klerk walifanya kazi pamoja katika mazungumzo ya amani ambapo yaliishia katika kuvunja utawala wa apartheid. Kwa juhudi hizi, wote wawili walishinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 1993. Uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia. Mnamo Aprili mwaka 1994, Afrika Kusini ilifanya uchaguzi wake wa kwanza wa kidemokrasia ambapo watu wa rangi zote waliruhusiwa kupiga kura. Mandela alishinda na kuapishwa kama rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Maridhiano ya kitaifa. Aliongoza kwa kusamehe na maridhiano badala ya kulipiza kisasi. Alianzisha tume ya ukweli na maridhiano TRC ili kusaidia nchi kupona majeraha ya utawala wa apartheid. Kustaafu. Alistaafu mwaka 1999 baada ya muhula mmoja tu na kujikita katika kazi ya kusaidia jamii na kupinga ukimwi hadi alipofariki nyumbani kwake Disemba 5 mwaka 2013. Nelson Mandela anakumbukwa kama baba wa taifa na alama ya ujasiri, msamaha na mapambano ya haki za binadamu duniani kote. Asante.